Ujambo pote pale ulipo, ni wakati wa pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Nianzie eneo la wapi? Eneo la Hindi kule Lamu. Hindi Lamu, kuna wasimamizi wa gereza moja eneo hili walishangazwa na lofa aliyekataa wamwachilie huru licha ya kukamilisha kifungo chake cha miaka 2. Licha ya marafiki na wafamilia kufika kwenye uwanja wa gereza hilo mapema kumpokea jamaa wao, waliwachwa na mshangao lofa alipowaambia katu haendi nyumbani. Kisa na maana eti kula nasema mimi hapa sikangani kufanya kazi ambazo nafanya za kawaida, lakini napata chakula cha bure. Kwa hivyo jamaa kwa majela kwa sababu ya chakula cha bure. Eneo la wapi? Lamu. Kumbe jela kuna chakula cha bure siku hizi. Haya, semi kitu. Kitoka kule basi nikavuka Kaloleni Kilifi. Kaloleni Kilifi, kuna bi harusi mmoja akataa ushauri wa kuzaa watoto 10 eti. Hafla ya harusi ya kitamaduni kijijini hapa ilisitishwa ghafla pale bi harusi alipoondoka jukwani na kumwacha bwana harusi mataani baada ya kukerwa na matamshi mmoja wa shangazi aliyowashauri wazae watoto 10. Kwa hivyo shangazi amekuja pale kuhudhuria harusi na amekuja ni siku ya harusi, anasema sasa nyinyi nataka mzae watoto 10. Aliposikia mambo ya kuzaa watoto 10 akasema unajua anasema siku hizi janzi kile wanaogopa nini? Ndoa na semi kitu na battery low. Naam, kwa hivyo akaacha harusi. Huyu si mume wake, anakuambia ni shangazi. Haya, kitafakari hayo nikavuka mpaka wapi? Mbovu kule Makueni. Mbuvo kule Makueni, ambapo polo mmoja wa hapa anaishi kwa hofu baada ya madai kuzuka kuwa anaandamwa na laana kufuatia vitendo vyake vya kidhuluma katika kazi. Na mwenyeji wanasema tangu azue migogoro na ndugu zake na kudaiwa kuwapokonya baadhi ya mali yao, mambo yamekuwa yakimwendea mramba. Yaani wewe unapenda vitu vya bure. Kwa sababu baada ya kuchukua mali akanyang'anya ndugu zake, sasa kimemramba. Haya, kitafakari haya basi nikavuka mpaka wapi? Mbaikini kule Machakos, ambapo basi umejiroga kwa uraibu wako demu afokewa. Mwanadada mmoja wa hapa alimkabili rafiki yake akimwambia kuwa matatizo yake si uchawi bali ni matokeo ya uraibu wake mwenyewe. Yaani ni mtu ambaye anapenda tabia za anasa na kadhalika. Kwa hivyo amwambia jamaa, anasema unajua nimerogwa na kadhalika. Akaambiwa si kurogwa, ni kwa sababu ya tabia yako. Na nikimalizia basi nimalizie, wewe unafikia ni tabia yake ama ni kurogwa? Naam. Nimalizia eneo la wapi? Huruma hapa Nairobi. Huruma Nairobi, kuna kipusa mmoja aambia mkewe michepuko itamuua. Naam. Jombi mmoja alipigwa na butwaa baada ya mkewe kumkabili ana kwa ana na kumpa onyo kali kuhusu mienendo yake ya kupenda anasa. Alimwambia, wewe fanya hivi. Kila mmoja najua wewe ni mume wangu ndio, lakini wewe utakufa vibaya wewe. Kwa nini? Tabia zako. Na anamwambia peupe, anamwambia mimi ni mke wako, nitakwambia ukweli. Wengine watakuficha, lakini mimi nitakwambia ukweli. Nafikiria mtu akwambia ukweli peupe, si ni mtu mzuri eti? Haya, semi kitu. Ni katika pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you. Make sure you subscribe.